Kitabu cha mwanamke, fungua kurasa. Na hii ndio kazi ambayo tunafanya kama serikali. Kwenye maeneo ambayo tunaweza kufanya, kwa kweli tunatekeleza muda huo. Na maeneo ambayo inashindikana kwa muda huo, basi ujue tunaweka kwenye mpango. Sasa la kwako alikuwa kubwa sana hili la kiti. Tukasema hamna sababu kwenye mpango. Kiti kitafutwe sasa hivi kipatikane, huyu bwana apewe kiti chake. Aanze kutamba mjini huku. Taratibu mwenyewe unakwenda pole pole. Hakuna tena mtu anakupa stress ya kukubeba. Ni kweli. Wala mtu anakupa tena stress ya wewe kutembea na stuli. Kwa hiyo swala kutembea na stuli kuanzia leo limefanyaje? Imemalizika, utakaa hapa kwenye kiti chako hiki. Na baada ya hapa sasa kitakachofuata katibu tawala na watu wake wataangalia sasa kupitia halmashauri 10%. Sababu shida yake ni huku tu hivi. Miguu aweze kusimama baada ya kuwa amepata ajali. Ndio vile tunavyoona mwanadamu kabla hujafa hujaumbika. Alikuwa na miguu yake inatembea, lakini sasa hawezi tena kutembea. Na alishindwa kumudu gharama za kwenda kufanyiwa upasuaji na matibabu zaidi nje ya nchi. Lakini pia nadhani bado kuna fursa, kwa sababu ukimwangalia miguu kama ni mzima, madaktari nadhani tuwamuite wakati wa zile kliniki zetu, wakija madaktari bingwa wale wa mifupa na viungo wa mtazani. Madaktari wakimwangalia vizuri wanaweza wakashauri kitu gani wafanye. Kwa hiyo hili sasa watu wetu wa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii mtaangalia sasa namna bora kumuunganisha na hizo ofisi zingine. Anaweza akakaa kwenye kiti chake, miguu yake ni mizima, anafanya kila kitu kama ambavyo mnaona. Akiwezeshwa anaweza akakaa hapo na akarudi tena kuwa msaada wa familia. Badala ya kuwa anatembea tembea huko kwenye maofisi, anaomba msaada hivi, anaomba msaada hivi. Hata hizi barua ambazo tunawapa za kuchangisha huyu haiwezi kumsaidia kitu, kwa sababu anapewa pale 10,000 na hajakula mchana. Ana ile 10 yote, anaendelea kuomba tena. Kwa hiyo hata akiomba milioni 2, milioni 3 kwenye ile barua, kwa sababu haipati kwa mara moja, haina faida. Yote ataitumia, itafanya nini? Itamalizika. Lakini nadhani kuna haja ya kuangalia namna njema ya kumtafutia huduma nzuri na endelevu ili aweze kujisaidia mwenyewe na kujikimu kimaisha yeye pamoja na familia yake. Nashukuru kupata wheelchair kwa sababu niliwezesha mwana kutembea, nilikuwa nateseka mno. Tembea na stuli kwenda chooni, yani stuli kwamba kuhamisha kutoka kushoto, kutoka kulia kwenda kushoto ndio nitembee na bakora mara nianguke. Shamujika kata mguu wa kushoto kwa ajili ya stuli hizo. Nikatibiwa kienyeji ukapona. Kwa hiyo ni muhimu sana kutafuta kujua ni nani tapata wapi mtu kunisaidia, lakini wenzangu wote hakuna, mpaka nimefuata serikalini kwa msaada zaidi nimetoka kwa mkuu wa mkoa hapo ambaye ndio amenisaidia hii basikeli. Nashukuru sana. Wanawake Media, kimbilio la wanawake.